yafuatayo. La kwanza, mtu yeyote anayefahamu haya na mtu yeyote ambaye ameshiriki kwenye huyo hayuko serious. Ni hivi, uchaguzi wa Tanzania sasa hivi ni machinjioni. Kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda machinjioni. Kwa mtu anayesema twende tu, anasema twende machinjioni, na najua tunaenda machinjioni na tunaenda kuchinjwa. Hayuko serious. Hilo la kwanza. La pili, hivi tuliposema no reform no election kwenye kamati kuu tarehe 3 Desemba, tulikuwa tunatania. Kama kuna watu walikuwa wanatania, they are dead wrong. Angalau huyu anayezungumza na nyie hakuwa anatania. Kama kuna mtu alikuwa anazungumza ili tupandishe dau, huyu jamaa anayezungumza na nyie hakuwa anazungumza ili apandishe dau. La tatu, huu ndio msimamo wa chama. Ndio msimamo wa chama. Ulipitishwa na kamati kuu, mimi sikuwa mwenyekiti. Nilikuwa makamu. Nilikuwa na ushawishi mkubwa, ni kweli. Lakini ulipitishwa na kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe. Ukapitishwa, tukapeleka kwenye baraza kuu tarehe 20. Baraza kuu likaupitisha msimamo wa kamati kuu, na baraza kuu liliongozwa na mwenyekiti Mbowe. Mimi nilikuwa mwenyekiti, nilikuwa makamu. Kesho yake tukaupeleka kwenye mkutano mkuu wa taifa, na mkutano mkuu wa taifa kasema no reform no election. Na mimi sikuwa mwenyekiti bado, nimekuwa mwenyekiti kesho yake. Kwa hiyo huu ndio msimamo wa chama. Ndio msimamo wa chama. Kwa katiba yetu, kwa katiba hii, mkutano mkuu ukisema twende hivi, ni chombo gani kingine kinachoweza kubisha? Ni kipi kingine? Waheshimiwa, kwa hiyo ni msimamo wa chombo cha juu kabisa cha mamlaka kwenye chama chetu. La 4, naombeni mniambie waheshimiwa wajumbe, kama huu msimamo sio msimamo sahihi. Kwa mazingira yote haya, kwa haya yote haya mnayoyafahamu, nani anayesema huu sio msimamo sahihi? Huu ni msimamo sahihi wa chama. Ni msimamo sahihi wa chama. Na mimi, waheshimiwa wajumbe, na mimi nataka niende kwenye
nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii. Sawa sawa? Nataka na mimi nichaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii. Na nyie mnataka mchaguliwe kwenye kacheo fulani nchi hii. Wote tunataka tuchaguliwe. Kwa hali ilivyo, hilo linawezekana? Kama haliwezekani, tufanyeje? Tufanyeje? Mkutano mkuu wetu umesema no reform, no election. Sasa kwenye petition tumeambiwa hivi, huu msimamo unaenda kuua chama. Unaenda kuua chama. Hatutakuwa na wabunge. Hatutakuwa na wabunge wa majimbo. Kwani tunao sasa hivi? Hatutakuwa na wabunge wa viti maalum. Tunao sasa hivi? Hatutakuwa na wabunge wa madiwani. Tunao sasa hivi? Hatutakuwa na rais. Tunaye sasa hivi? Mbona hatujafa? Mbona hatujafa? Wamesema kitu kimoja, kitu sahihi hapa. Wamesema kitu kimoja sahihi hapa. Wanasema hivi, msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi. Tutahamasisha uasi. Hiyo ndio namna ya kupata mabadiliko. Ndio namna ya kupata. Mandela had to go through 27 years but treason ili kupata mabadiliko Afrika Kusini. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha. Walio tayari tutakwenda nao. Tutaenda na walio tayari. Hakuna mtu atawekewa bunduki hapa. Walio tayari tutaenda nao. Wanaofikiria kwamba CCM watakuwa walokole, wamebadilika na nini, tutawatakia kila laheri. Sisi sio watu wenye roho mbaya. Lakini kama unataka kuwa mbunge seriously, twende tukapigania mabadiliko. Tukipigania mabadiliko, ndugu zangu, kitu gani kitakachoharibika? Kitu gani ambacho nchi itapotea? Sana sana. Huu uchaguzi tutavuruga huu uchaguzi. Kwa kama ulikuwa unafikiria kuwa mbunge Oktoba au Novemba, sahau. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Na mimi nilikuwa nafikiria urais. Nimtiania. Nimesahau. Au kama ulikuwa unafikiria udiwani Novemba, sahau. Kwa sababu tunaenda kukinukisha vibaya sana. Sawa. Tukikinukisha vile, tutaumia. Ni kweli. Lakini mimi na imani tutashinda. Unajua kwa nini? Tukikinukisha seriously, watafanya nini? Watatuua. Wanaweza? Watatuua. Kwa hiyo mimi nimekinukisha, nakamatwa, napelekwa wapi? Naenda kushtakiwa kwa uhaini.
kwa kuamsha maasi. Actually hakuna katika siasa za ukombozi, sizungumzi siasa za udalali, kwenye siasa za ukombozi, siasa za udalali sio za ukombozi. Kwenye siasa za ukombozi, kukamatwa na kushtakiwa mahakamani ni kuvikwa taji la dhahabu. Okay? Ngoja nieleze hivi. Julius Nyerere, na mara nyingi hatufahamu historia yetu. Nani alikuwa Mtanganyika wa kwanza kupatikana na hatia ya kosa linaloitwa uchochezi? Julius Nyerere. Hiyo kesi ya Julius Nyerere ya mwaka 58, yeye na mhariri wa tano anaitwa Robert Makanga wa gazeti la Tano, na mhariri wa gazeti la Mwafrika anaitwa Rashid Bardel, alikuja kuwa mbunge. Hiyo ilikuwa kesi ilimpaisha Nyerere beyond measure. Kesi ya Julius Nyerere, patikana na hatia ya uchochezi, kaambiwa afungwe miezi 6 au aende jela. Aende jela miezi 6 au alipe shilingi 358 hazikuwa sawa. Na ukifikiria nani mwingine anayetuzunguka wa nchi zetu ambaye hakwenda gerezani? Kaunda alienda gerezani, Mugabe alienda gerezani, na Nujoma alienda gerezani, Kenyatta alienda gerezani miaka 9. Alipotoka gerezani straight Lancaster House kwenda kujadiliana uhuru. Nyie mnasema hivi ni uhaini, uasi, kwa hiyo tutafungwa. Si uasi. That is the way to freedom. Tutachelewa kidogo. Kama hamu ni ubunge, tutachelewa kidogo, lakini tutapata mageuzi yatakayotupeleka wengi zaidi bungeni. Watu wanataka tukapate 5%, tukapate 5% na wabunge labda 7, alafu tuanze kupigana vikumbo juu ya nani aende kwenye viti maalum. Nataka tupate kura nyingi zaidi, na tuna uwezo kupata kura nyingi zaidi, ili wote mnaotaka viti maalum mpate nafasi ya kuwa viti maalum. Mtapata viti maalum kukiwa na mabadiliko. Sio hii habari ya nini hii. Na tutakuwa na wabunge wa majimbo wengi zaidi, na tutakuwa na rais actually. Kwa hiyo ni njia ngumu, ni kweli. Hakuna chama kimewahi kuzungumza lugha hii ever katika nchi hii. Ni sisi tunaizungumza. Kwa hiyo asante. Kwa heshimiwa, tujiandae, tutashinda. Msiogope. Mara ngapi imeandikwa kwenye Biblia? Msiogope. Msiogope. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni haya. Nimetoka kwenye ziara ya kanda ya Nyasa, na kesho tunaenda kusini. Mheshimiwa Mayala, kesho tuko kwako. Sasa huko nyanda za kanda ya Nyasa tulikotoka, nimemwona mwenyekiti wako hapa, watu wa Nyasa. Watu wa Nyasa, simameni wapo. Hawa petitioners wanasema hivi, hicho chama nilichokiona Nyasa kitakufa tusipoenda kwenye kwenye uchaguzi. Hawa ni watu ambao wamesahau
wamesahau kufanya siasa za wananchi wetu. Wananchi wa Nyasa ambao mimi nimekuwa nao siku 8 wako militant, hujawahi kuona. Kama Watanzania, wanachama wetu ndio hao niliowaona Nyasa, na mimi nafikiri wako hivyo kila mahali. Then tukapambane, tupata mabadiliko kabisa. Tukapambane, tupata mabadiliko. Watu wetu wanahitaji kuandaliwa, wanahitaji kuambiwa, wanahitaji kuongozwa, lakini wanahitaji kuongozwa na viongozi jasiri. Tusiende na hii unagusa unarudi, unagusa unarudi. Hiyo sio namna ya kwenda. Sawa sawa. Kwa ndugu zangu, ya kwangu ni hayo. Niwashukuruni sana watu wa Nyasa. Sana. Na hayo hayajashuka kutoka mbinguni kama mana. Ni watu wa Nyasa mefanya kazi. Na kanda zingine naamini mefanya kazi. Tusiambiwe chama hiki chama hakifi. Hiki chama kinahitaji viongozi thabiti. Twendeni tukawe viongozi thabiti. Na washukuruni sana. Bila mabadiliko sheria za uchaguzi, sheria mbovu za uchaguzi zinatumia haki zetu. Wenye nchi wananchi tunataka tume huru. Kama noma na iwe noma, hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi. Tanzania ni uchafuzi. Wagombea wa upinzani wote walienguliwa. Wasimamizi wa uchaguzi ni makada chama tawala. Wanazichakachua kura, wanampa wasimamizi wa uchaguzi. Asante peoples. Asante sana mwenyekiti wetu kwa narrative na shule nzuri ambayo umeitoa. Na kama nilivyosema, ni kikao cha mazungumzo, lakini ninaomba nitambulishe jambo hili kabla tujamaliza kikao chetu cha leo. Moja ya wasanii kwenye chama chetu leo tutampa fursa ya kuzindua wimbo ambao umebeba maudhui ya no reforms no election. Atazindua